السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuwezesha na kutuwafikisha tukakutana tena katika ukumbi wetu. Kama ilivyo kaida yetu, huwa tunakutana katika ukumbi huu kwa siku za Alhamisi tunapokuwa katika maeneo yetu ya kazi. Alhamdulillah, Allah ametuwafikisha tena. Leo tumekutana, tunaendelea na Suratul Muzammil. Suratul Muzammil kama tulivyozungumza, sura ya 73 kwa utaratibu wa Mushaf, na tulianza wiki iliyopita tukasoma mpaka aya ya 9. Leo tutatokea aya ya 10, ama tulishia aya ya 10, tutaendelea na aya ya 11, lakini tunatokea aya ya 10 ili mtiririko uweze kwenda vizuri. Sura hizi tunazisoma ikiwa ni mwongozo kwetu, kama ilivyo Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ni mwongozo kwetu. Zalna ilayka alkitaba litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, umekuteremshia wewe kitabu ili wabainishie watu walioteremshiwa. Yepi walioteremshiwa? Kitabu anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Kitabu anzalnahu, hii Qur'ani ni kitabu ambacho Allah anasema tumekiteremsha, liyadabbaru aya, ili watu wapate kuzingatia, kuzielewa. Huwezi kuzingatia kama hujazielewa na kuzifahamu. Watu wapate kuzingatia, kutafakari na kufanyia kazi aya zake. Waliyatadhakkar, na wapate kufundishika, wapate kuaidhika, wapate kuonyeka. Ulul albab, wale wenye akili, wanaonyeka kwa kufanyia kazi. Wenye akili maana yake ni wale wanaozingatia na wanaofuata muongozo kwa yale ambayo wanayokuwa wanaelekezwa. Kwa hiyo tunasoma vitabu hivi, tunazisoma aya hizi, mimi na wewe tuweze kufahamu, tuweze kuelewa kwa kadiri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuwafikisha, ili tuweze kufanyia kazi, tuweze kuwajibika, tuweze kutimiza majukumu yetu. Liyatadhakkaru bihi, ili wapate kuonyeka na wapate kufundishika, na watu waweze kufanyia kazi yale mafundisho na mwongozo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta kwetu. Kwa hiyo baada ya kuanza wiki iliyopita aya 10, leo tunaendelea kutokea aya ya 10. Allah subhanahu wa ta'ala anamwelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maelekezo yote yaliyokuja kwa Mtume sallallahu, ambayo sio specific kwake yeye, ndiyo maelekezo kwetu sisi sote, na ndio maana ikawa huu ni mwongozo kwetu sisi wanadamu wote. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wasbiri ala ma yaqulun, ay usbiri ala adha haulai sufaha wal mukadhibin, wastahimilie hawa wanaokutukana, wanaokuchafua, mara amekuita mwendazimu, mara amekuita mchawi. Tuliona kule kwenye suratul Mudaththir, Walid ibn al-Mughira baada ya kutafakari na kuzingatia akasema, tumewaona washairi, tumewaona wendazimu, tumewaona, ama huyu ni mchawi, tena mchawi aliyekuwa kiboko. Basi hayo yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala anamuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasbiri ala ma yaqulun, na yastahimilie yale ambayo wanaoyasema. Wavumilie tu wanavyokuita wewe mwimbaji, wanavyokuita wewe hivi, wewe fanya kazi, timiza majukumu yako, na wale wanaokuja kukusikiliza waweze kukusikiliza kwa namna nzuri. Wahjuruhum hajran jamila, na waache, atrukuhum, waache, achana nao, kwa lugha nyepesi, kwa lugha Kiswahili chetu cha Uswahili nasema wahjuruhum hajra, achana nao vizuri, achana nao vizuri. La tata'arradu lahum biadha, wala usishughulike nayo matusi yao na jeuri zao na tabu zao zote hizo, maneno yao machafu wanayokutupia wewe, achana nao, wala usiwajibizane nao.
Ukijibizana nao wao kwao ndo unakuwa umewapa sauti. Ukijibizana nao wakikwambia hivi, kusema uwajibu, wakikwambia hivi, wewe tulia, fanya kazi ambayo tuliyokuopa. Wahjuruhum hajran jamila, wewe achana nao kwa namna iliyokuwa mzuri kabisa, bila kushughulika na yale ambayo wao wanayofanya, wala usipate tabu kuanza kuwajibu, kuanza kufanya hivi. Achana nao taratibu taratibu, itafika wakati tutakupa mwongozo na maelekezo ya nini cha kufanya juu yao. Wadharni, na kwa hiyo wadharni walmukadhibin, niachie mimi. Wadharni walmukadhibin, niachie mimi na hawa wakaidi, hawa wanaopinga, wapinzani wenye kukadhibisha muongozo wetu na maelekezo yetu. Dharni, niachie mimi, nitashughulika nao mimi mwenyewe. Uli naam, wale ambao tumewaneemesha. Wadharni walmukadhibina uli naam, tuliwaneemesha wao. Hizo neema hakuzaliwa nazo, wamezaliwa wao, hawajui chochote. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, au amewatoa katika matumbo ya mama zenu mkiwa hamjui chochote, kila kitu cha kusaidiwa. Kwa hiyo wewe, wadharni walmukadhibina ulinna, wale ambao niliwaneemesha, wala usishughulike. Ashabu tanim wanavyoona Allah subhanahu wa ta'ala, maana wanavyoona wameneemeka, wana mali nyingi, wana vyeo, wana watoto, wana hivi wana hivi wana hivi, wakajiona ndo wamefika, wametoka. Wala usipate tabu, niachie mimi. Wamahilhum qalila, wape muda mfupi tu. Amhilhum, wape muda mfupi tu, mimi nitashughulika nao. Wewe fanya kazi yako, fikisha dawa, wafundishe watu wanaokuja, wanapotaka kusikiliza, walio tayari kusikiliza, wasikilizishe, wasomeshe, wafahamishe. Na wale ambao wanaofanya ukaidi, amin, wewe achana nao, sisi tutashughulika nao taratibu taratibu tu, tutashughulika nao taratibu taratibu. Na hizi aya kama inavyofahamika, kabla ya aya zile za mapambano bado hazijaanza kuteremka. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandaliwa kwamba wala usipate tabu wewe kutaka kuingia magomvi, kugombana nao na kupambana. Itafika wakati tutakwambia nini cha kufanya, na tukishasema hivyo wao watajua unaenda kufanya nini juu yao. Kwa hiyo wamahilhum qalila, wape muda mchache sana, wape muda mfupi tu, tutashughulika nao. Kama ilivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina mwaka wa pili tu, vita vya Badri ikasimama. Na vita vya Badri vilivyosimama, sanadidi Quraish, vigogo kadhaa vya Quraish, nyumba moja, Utba bin Rabia, Sheiba bin Rabia na mtoto wao watatu, wote walitoka. Hivyo ndio vigogo vyenyewe vilivyokuwa vimefanya nini? Abu Jahali tena akaja kuuawa na watoto wadogo tu hawa, kina Muadh na Muawidh. Muadh na Muawidh, sio Muadh bin Jabal, Muadh na Muawidh, ambao hawa vijana wawili hawa walilelewa pamoja, walikuwa watatu pamoja na Muadh bin Jabal. Hawa vijana wa Kianswari hawa, wao baba yao alikuwa na bunge la sanamu kule. Kila siku atoki ndani, lazima aende akaungame pale kidogo. Lakini wakati huo mama kisha silimu na watoto wamesha silimu, baba hajui. Baba anamwambia mkewe, bwana, angalia makini hawa vijana wetu hawa na huyu bwana aliyekuja. Bwana aliyekuja kwa wakati huo alikuwa Musa bin Umairi, anafanya kazi ya kueneza, kufundisha watu Qur'ani. Sema kuwa makini na vijana wetu. Yule mama anamsikiliza, mama tayari kisha silimu na vitoto visha silimu, bado baba hawajasilimu. Wale wakaanza kumfanyia hila, kulichafua chafua, mara analihamisha lile sanamu na kadhalika na kadhalika, mpaka siku ya babu asubuhi akiamka anaenda kulitafuta sanamu lake, analikuta kwenye takataka. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akaona hii isiwe shida, akamwambia naye nakuwekea upanga huu, nakuwekea shoka, nakuwekea jambia, kila kitu. Wakija kukuchukua leo utapambana nao. Asubuhi analikuta liko karibu kabisa na kinyesi cha mbwa au na mzoga wa mbwa. Huyu si Mungu bwana, angekuwa Mungu asingekuleta hapa. Hawa vijana hawa ndo baba yao huyu, ambaye na yeye huyu mzee alitoka kuja kupigana katika vita hii ya Badri. Kwa hiyo Muadh na Muawidh wakamshughulikia Abu Jahli mpaka
Abdurrahman bin Auf aliwastaajabu wale vijana, maana wale vijana wamwambia, sisi tujulishe Abu Jahali yuko wapi. Abdurrahman bin Auf anaanza, nyie mnamtaka Abu Jahali, mnamjua habari zake, au nyinyi vijana wadogo mnamuuliza hivi namna gani? Sema si tujulishe tu, anamchafua sana mtume huyu, si tujulishe tu yuko wapi bwana. Sasa Abdurrahman bin Auf aliona wale vijana wakamwambia, anambia yule pale jamani, wakashughulika naye pale, wamahilhum, wape muda tu watajua. Vita vya Badri walitambua na walijua nguvu ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Inna ladaina ankalan wa jahima, hakika mbele yetu sisi yaumul qiyama. Inna ladaina ay indana, lahum indana, wanayo wao hao wanaokadhibisha kwetu sisi, yaumal qiyama, ankalan wa jahima, pingu na adhabu za moto. Inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyozungumza, tumeandaa inna a'tadna lilkafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira, pingu, minyororo na kila kitu tumeandalia watu waovyo. Ndo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hapa. Kwa hiyo wewe wala usipate shida nao, wewe fikisha tu, atakayetaka kusikiliza atasikiliza, anaifanya jeuri, anaifanya hivi, tuachie sisi. Inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha usfat, na chakula chenye kukwama chenye miba, taamu zakumi aldhari'i. Allah anaelezea inna shajarata zakum ta'amul athim, chakula kichungu kabisa, chakula cha watu waovu kabisa, kinatokota kaghali alhamimi, kama chemchemu inavyotokota, unavyosikia maji yanavyochemka pale, yamefikia nyuzi 100, yanavyotoa mvuke, basi ndio huitwa zakumu inavyokuwa. Katika surati Safati Allah subhanahu wa ta'ala sema tal'uha ka'annahu ruusu shayatin, majani yake, matawi yake yale kama vichwa vya mashetani. Almuhimu, kitu chenye kutisha kabisa ndio chakula. Chakula chenyewe la yusminu wala yughni min juu, hakiondoi njaa wala hakinenepeshi, yani hakina afya, hakina lishe. Unakula chakula la yusminu wala yughni min juu, hakiondoi njaa wala hakinenepeshi, chakula kisichokuwa na lishe. Lakini tu basi watu wanalishwa, inabidi wale ili waendelee kuishi, kwa sababu maisha kule yanaendelea kule, kwa sababu thumma la yamutu fiha wala, hakuna kufa kule, hakuna kufa. Kwa hiyo ili wasife inabidi waendelee kuwa hai, ili waendelee kuwa hai lazima wale. Sasa watakula nini? Ndio wanakula chakula kibaya kabisa, almuhimu kiingie tumboni tu. Naudhu billahi min dhalik. Allah atulinde na atuweke mbali na atuepushe kabisa. Hali ni nzito na mazingira hayo ni magumu, yanahitaji maandalizi na kujiweka mbali kabisa na vitu vyote ambavyo vinavyoweza kuwapelekea watu wakafikia mafikio hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea. Kwa hiyo Allah anasema wa ta'aman dha ghuswatin wa adhab, chakula kibovu kabisa chenye kukwama, chenye maana ni chenye miba, kichungu kisichopita katika koo. Taamu adh-dhari'i waz-zakumi, vyote hivyo vyenye kukwama kwenye miba hakishuki. Wa adhaban alima, na adhabu iumizayo wameandaliwa hao watu waovu, watu wabaya, watu wakaidi, wale wadharni walmukadhibina ulinam. Yauma tarjufu al-ardhu wal jibal, Allah subhanahu wa ta'ala sema siku tutaitikisa ardhi na milima. Maana yake milima itatikiswa na ardhi inatikiswa. Mtikisiko sio wa kawaida. Leo hii hapa Allah akiichezesha ardhi kidogo tu, tukiitikisa kila atulii mtu, unasikia matetemeko ya ardhi yametokea wapi huko, yameharibu miundombinu, majengo, watu wamekufa, wanadamu, kwa sababu ya matetemeko ya ardhi katika maeneo mbalimbali. Basi siku hiyo mtetemeko utakaotokea ni mtetemeko uliokuwa mzito kabisa, milima na ardhi yenyewe. Wakanatil jibalu kathiban mahila, na milima yote unayoiona itakuwa kama rundo tu la mchanga lililokusanywa. Maana yake itageuza tu, haina uzito wake ule ambao uliokuwa umezoeleka, kwa sababu kazi yake milima, kazi yake ni milima. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka waja'alna fiha rawasi ashamikhat, tumeweka milima iliyokuwa mikubwa, kazi yake ni auta,
kuisupport ardhi ili iweze kukaa sawa sawa. Tunavyoishi sisi, tunavyotembea hivi duniani, Allah ndo ameiwekea miundombinu hii ardhi, ameiwekea milima huko, utaona imekaa kwa namna yake. Sasa sijui kuna mlima wetu huko Afrika, sijui kuna mlima sijui wapi huko Asia, kuna mlima mkubwa sijui wapi. Hii milima Allah ameiweka kwa utaratibu maalumu na ameiweka katika maeneo maalumu na kwa kazi maalumu kwa ajili ya kuiziwia ardhi isifanyeje, isichezecheze. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Itakapofika wakati wake sasa umekwisha, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndo ataitikisa, ataipasua. Wakanat aljibal fakanat aljibal, milima itakuwa tu itakuwa imeyushwa kama vile sufu iliyofanya nini, iliyotolewa kokwa. Kwa hiyo wakanat aljibalu kathiban mahila, na milima itakuwa kana kwamba rundo la mchanga lilokusanywa. Maana yake haina kazi, yani ni mchanga tu, hakuna milima, hakuna mawe, hakuna nini, hakuna matabaka yote ambayo yaliyokuwa yameambatana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kule kwenye sura Taha, wayasalunaka anil jibal fakul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha ka'an safsafa la tara fiha iwajan wala anta yawmaidhi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khashat al-aswat lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ardhi itakuwa tambarare, la tara fiha iwajan wala amta, hautaona bonde wala kilima. La tara fiha iwajan wala, hakuna bonde wala kilima. Ardhi yote itakuwa tambarare, milima imepasuliwa, imeyeyushwa, imekuwa ni kitu laini kabisa, imelazwa tu pale, haina kazi yake. Ardhi ipo level moja siku ile. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha hali itakavyokuwa siku ile ya Kiyama, ili watu waweze kujua na waweze kuchukua maangalizo kama vile wanavyoelekezwa. Inna arsalna ilaykum rasula, swala kuletewa mtume sistaajabu ninyi, mitume tushawaleta huko nyuma. Ma kuntu bid'an min ar-rusuli, kwenye suratul Ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala asema, waambie ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi si wa mwanzo, mimi sio mtume wa mwanzo kuja. Wametangulia mitume mingi, hata ile aya wa Muhammadun illa rasulu kad khalat min qablihi, wametangulia, wamepita mitume kabla yake yeye, wengi tu wamepita. Kwa hiyo si hoja, si kioja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye kuja hapa, si kioja. Inna arsalna ilaykum, hapa Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaykum rasula, tumewaletea mtume nini, shahidan alaykum ba'athna lakum ya ahla makkah Muhammad shahidan ala a'malikum yashhadu alaykum bima sadara minkum min al-kufri wal isyan. Shahidan ala a'mal, mwenye kuyashuhudia juu ya matendo yenu mliokuwa nayo maovu chafu mnayofanya. Amekuja kuwabadilisha mtoke huko mnakufanya mnakuabudia huko siko. Kama arsalna ila firauna rasula, kama tulivyompeleka kwa Firauni, tulivyompeleka mtume. Kama ba'athna ila dhalika at-taghiya firauna al-jabbari rasulan min ulaika ar-rusul al-'idham, tena min ulil azmi min ar-rusul. Hivyo hivyo ndo nani tumewaletea, awaambia wale khitabu kwa Makuraishi, lakini ndo tunaambiwa mimi na wewe na kila mmoja wapo, kwa sababu mazingatio la bi khususi sababi illa bi umumi lafz. Naambia niji tabia zenu mlizo nazo sa dhulma, uonevu, unyanyasaji, uovu na kila bala, ndivyo alivyokuwa Firauni. Mnakaribia kuwa na Firauni alivyokuwa na watesa. Inna firauna ala fil ardi, Firauni alifanya jeuri, alifanya kibri hapa duniani, mpaka akafikia yudhabbih abnaakum wa yastahiyuna nisaa, toa amri wanaume wote wachinjwe. Ilikuja amri kwanza wachinjwe watoto wadogo wa kiume, baadaye ilikuja ala kulli ala tabala kubwa, kuwadhulumu. Yastadhifu ta'ifatun, kuna kundi moja analionea, analinyanyasa, na kundi moja analiinua. Hivi ndivyo Firauni alivyokuwa tabia zake. Ninyi hapa Makuraishi tabia zenu chafu, mnawaonea watu, mnawanyanyasa watu, watu wanakuja na bidhaa zao, wanakuja mnapora mali zao, amwapi haki zao. Basi tabia zenu hizi zinakaribia kufanana na tabia za Firauni. Tumewaletea mtume kama tulivyompeleka mtume kwa Firauni na tabia, ili aache mambo machafu. Firauni alikuwa wa Firauna dhil autadi, Firauni alikuwa na vigingi vya kuadhibia watu.
wale wote wanaokaidi, wanaokengeuka na yale matakwa yake yeye asiyoyataka, yeye ni kutoa amri wachinjwe, kama ambavyo wale waganga wake walivyomwambia, bwana atazaliwa mtoto hapa bwana, wewe itakuwa ndo sababu ya mwisho wa ufalme wako. Ndo akatoa oda, kila akizaliwa mtoto wa kiume auawe, na ndo mwaka ule akazaliwa Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam. Tabia hizi chafu ovu hivi ndizo zilizopelekea mitume waje. Kwa hiyo muongozo aliokuja nao mtume swalla sallam ndio muongozo wa kuweza kuondoa dhulma, uonevu, unyanyasaji na machafu yote yanayofanywa katika jamii. Machafu yanaonekana siku hizi yako hadharani, dhulma ziko hadharani, watu kuua hawaoni tabu, watu kuwapora watu mali zao hawaoni tabu, watu kufanya mambo machafu mabaya mabaya hawaoni tabu. Basi watu ili wakae sawa, warudi katika mstari, katika mafundisho. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja katika jamii iliyokuwa na sifa ya namna hiyo. Amekuja mtume kuwakataza yale machafu walionayo, kama ilivyokuwa kwa Firauni alivyokuwa anawanyanyasa watu, anawaonia watu. Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea mtume ambaye ni Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tambia, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila firauna rasula, kama tuliompelekea Firauni mtume, basi na ninyi watu tumewaletea mtume. Na ninyi katika maisha yenu popote mtakapokaa, iwe nyinyi Makuraishi, baada ya kuondoka kwenu ninyi Makuraishi, watu watakapoishi katika nchi yoyote, maovu, dhulma, manyanyaso, uonevu, kila kitu bala machafu na yote yanayofanywa katika jamii yataondoka kwa kusimamia muongozo aliyokuja nao Allah subhanahu wa ta'ala, aliyowatuma mitume yake, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukitaka kupambana na uozo wowote unaona watu wanapata taabu, watu wanapiga kelele, si maadili, watoto sasa hivi wamekuwa hivi, watoto wamekuwa hivi, jamii imekuwa mbovu namna hii, ni kwa hivi, watu washike maadili. Maadili ni muongozo, kushika mafundisho aliyokuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hayo ndio mafundisho. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hii Qur'ani inaongoza katika standard ya hali ya juu ya maisha. Watu wakitaka kuishi katika maisha yaliyokuwa bora kabisa, waishi kwa mujibu wa hii Qur'ani, waishi kwa mujibu wa mwongozo na maelekezo ya hii Qur'ani. Watu wataishi kwa salama, kwa sababu watu wataheshimiana. Kila mmoja ataheshimu haki ya mwenzie, kila mmoja ataheshimu utu wa mwenzie, kila mmoja ataheshimu mali ya mwenzie, kila mmoja ataheshimu heshima ya mwenzie. Hii Qur'ani ndio inaongoza namna hiyo. Kila mmoja amheshimu mkubwa, mheshimu mdogo, mdogo amheshimu mkubwa, mwenye cheo amheshimu asiye na cheo, asiye na cheo amheshimu mkubwa. Hivi ndivyo namna ambavyo ilivyo mafundisho ya dini. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hii Qur'ani inaongoza na kuelekeza watu katika namna, katika maisha yaliyokuwa bora, ya standardi ya hali ya juu kabisa. Kwa hiyo watu wakitaka kuishi maisha ya hali ya juu kabisa, maisha bora kabisa, basi waishi kwa kufuata muongozo uliokuwa wa sawasawa. Innaha yahdi lillati hiya ahsan. Hii Qur'ani inaongoza kwa namna iliyokuwa bora na namna iliyokuwa mzuri zaidi. Shikeni mwongozo, shikeni mafundisho, shikeni malezi. Mkitaka kuwalea watoto wenu vizuri, shikeni mwongozo wa Qur'ani, maelekezo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mkitaka kuondoa machafu katika jamii, angalieni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalieni mafundisho ya Qur'ani yamekuja katika sura namna gani. Msipige kelele, msipate tabu, chukueni, angalieni hayo, ya adopteni hayo, ili mwaweke katika jamii yenu, katika mitaala, katika mafunzo yenu, katika sheria na katika kanuni. Ingizeni utaratibu wa maisha na mafundisho yaliyokuja nayo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'asa Firaunu rasul, lakini wapi? Firauni akaleta ukaidi. Firauni akaleta ukaidi, akamwasi mtume aliyekuja. Fa akhadhnahu akhdhan wabila, tukampa adhabu, tukamwadhibu. Fa akhadhnahu akhdhan wabila, tukamwadhibu adhabu iliyokuwa mzito kabisa. Firauni pia alifika wakati akajiita Mungu, lakini siku ile wakati anadidimizwa pale, sema amantu billadhi amanat bihi banu, nimemwamini yule ambao wana wa Israeli wamefanya nini. Wapi ile anasema alana, hivi sasa wakati asaiti, leo sasa hivi roho inatoka na unajidai kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu cha namna hiyo, hakuna kitu cha namna hiyo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul An'am akatuambia maeneo matatu yakifika hayo
hapo tena basi. Lakini muda wa kuwa mazingira hayo matatu, haijafika wakati wa roho kutoka, haijafika zile aya zake Allah, yauma yati ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan lam takun amanat, haitosaidia iman. La yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khair. Inawezekana huyo mtu aliamini, lakini haijafanya lolote la maana. Usipofanya lolote la maana kwa imani yako wewe, haitokusaidia wakati huu ambapo dalili za moja kwa moja kiama zimefika, ndo zimefika, zimeshakaribia. Hapo hapo haitosaidia. Kwa hiyo watu wachukue hatua mapema kabisa. Firauni amekuja kuchukua, roho inatoka. Usije ukachukua hatua wakati roho inatoka, uchukue hatua kabla roho haijafika wakati wa nini, wa kutoka. Kwa hiyo tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, tujirudi kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala kabla wakati wetu haujafika mapema, tusimame katika mstari wa sawasawa. Fakaifa tattakun, vipi mtafikia hali ya kuwa na ucha Mungu uliokuwa sawasawa? Fakaifa tattakuna, vipi mtakuwa watu wema? Vipi mtakuwa watu wazuri? Vipi mtakuwa watu mnaoshika muongozo wa sawasawa, hali ya kuwa in kafartum yawman yaj'alu ridana shiba, hali ya kuwa ninyi mnaikaidi, mnaipinga, mnaikufuru, mnaikataa siku ya Kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia watoto kuwa na mvi. Siku watoto wadogo tu watakuwa wamezaliwa na mvi, kwa uzito wa siku hiyo. Haizungumzi kama hivi leo. Kama hivi leo sisi watoto wadogo wadogo tuna mbivi mbivi vya mashaka mashaka na matatizo, na siku hiyo watoto wadogo watakuwa na mvi. Mtoto ndo kwanza kazaliwa, anazaliwa na mvi, kwa uzito wa hali ya namna hiyo. Vipi ninyi msipochukua hatua za sawasawa, alafu mkajiona wema? Ili mtu awe mwema lazima awe achukue tahadhari za kuja kumsaidia siku hiyo. Ndo Mtume sallallahu akasema au kama ruye, kama ilivyopokewa kwamba alkayis man dana nafsahu wa amila bima. Alkayis, yule mwenye busara, yule mtu bora, yule mtu wise man, man dana nafsahu, ni yule ambaye aliyehisabu nafsi yake kwa kile anachokifanya, anazingatia. Wa amila bima baada al-maut, na akafanya yatakayomfaa baada ya nini? Baada ya umauti. Ndio hili yatamsaidia siku ambayo jalulidana shi. Lakini wala aliyefeli, liman tabia nafsahu, ni yule ambaye ameidekeza nafsi yake, alafu atamanna ala Allahi al-amaniya, akatamani kupata salama kwa Allah subhanahu. Yani yeye yupo tu kila leo anajitupa tu katika maovu. Tumesoma kule suratul Mudaththir, watu watakapoulizwa yamewapelekana, sema kunna nakhudhu ma'al khaidin, sisi tulikuwa tunatesa tu duniani. Kunna nakhudhu ma'al khaidin, tulikuwa tunaogelea. Tukisikia leo kuna debe wapi, tumezama. Tukisikia leo kuna nini wapi, tumezama. Tukisikia huko kuna nini wapi, tumezama. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, tunaogelea tu sisi. Chochote kinachoingia duniani sisi tunakivaa hicho, hatujachukua hatua. Wa kunna nukadhibu biyaumi hiya fakaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba, vipi ninyi mtafikia wema wa sawasawa, hali ya kuwa siku ile ambayo watoto watatoka mvi, kwa hali ya uzito wa siku hiyo ninyi mnaikaidi, hamjiandai, hamwipi uzito. Hata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mmoja wapo alivyotafsiri maana ya takwa Allah, akisema al-istidad liyaumi rahim, lazima ujiandae siku ile ya safari. Lazima watu wajiandae kwa siku hii. Kwa hiyo ili watu wawe wema, ili watu wawe wazuri, ili watu wawe na uchamungu wa sawasawa, maana yake ni watu kufuata mwongozo na kuchukua tahadhari juu ya siku ile ambayo yaj'alul wildana shiba, as-samaa'u munfatirun bi, siku ambayo mbingu itapasuliwa, itapasuka mbingu kwa uzito wake. Idha as-samaa'u inshaqqat, Allah subhanahu wa ta'ala sema idha as-samaa'u inshaqqat, idha as-samaa'u infatarat, itapasuka vipande vipande mbingu siku hiyo. Sasa siku itakapopasuka mbingu, lazima watu wachukue hatua za sawa, na hilo kana wa'duhu maf'ula, hiyo ni ahadi ya hakika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi tadhkira, inna hadhihi, naona inna hadhihi tadhkira, kama tulivyozungumza, Qur'ani hii ni mwongozo, Qur'ani hii ni mwongozo. Inna hadhihi tadhkira, Qur'ani hii ni maonyo. Inna hadhihi tadhkira, hii Qur'ani ni maonyo. Inna hadhihi tadhkira, hii Qur'ani ni mawaidha. Inna hadhihi Qur'ani ni maelekezo. Piteni, ifanyeni kazi mwongozo huu,
Fanyieni kazi mawaidha haya, fanyieni kazi maelekezo haya, fanyieni kazi. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati mkitaka salama. Lakini faman shaa ittakhadha ila rabbihi sabila, faman shaa, anayetaka, ittakhadha ila rabbihi sabila, akafanya njia ya kufika kwa Mola wake. Njia, anayetaka kufanya njia, anayetaka kufanya njia nzuri ya kufika kwa Mola wake. Hii Qur'ani ndio mwongozo, hii Qur'ani ndio maelekezo, hii Qur'ani ndio nini? Njia. Kwenye suratul Maida kule Allah subhanahu wa ta'ala sema yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwanahu subula salam, yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. Hii Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anaongoza kwa wale watakaoifanyia kazi, watakaofuata njia hii ya sawa sawa. Subula, anaongoza katika njia ya salama kabisa, kwa kupitia nini? Kupitia hii Qur'ani. Kwa hiyo ifuateni hii Qur'ani kama mnataka kufanya njia sahihi ya kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi piteni njia hii ya Qur'ani, fuateni mwongozo wa hii Qur'ani. Sasa aya hii ya mwisho ndefu kidogo, lakini tutaimalizia kwa ufupi, kwa sababu aya hii inarifaa qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu. Kwa hiyo Allah anasema inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu. Allah anajua unaweza kusimama chini, annaka taquma ashabika litahajjudi wal ibadati, chini ya thuluthi mbili ya usiku. Kule sema qumil laila illa qalila nisfahu, nusu mzima, au thuluthahu, au thuluthi yake ndio ulale, au zidi alayhi, au zidisha hapo, warattil Qur'an. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam annaka taqum adina, kwa kichini, min thuluthi, chini ya thuluthi mbili, wa thulutha, na thuluthi ya wa ta'ifatun min alladhina ma'aka, na kundi la watu wako ambao ulionao. Allah anajua hivyo. Swala la kusimama si lazima usimame usiku mzima, si lazima usimame usiku mzima. Taratan thuluth, mara nyingine utasimama theluthi moja ya usiku, wa taratan nisfahu, na mara nyingine, siku nyingine utasimama nusu, wa taratan thuluthaina, mara nyingine utasimama theluthi mbili, wa taratan. Hata walivyokuja wale watu makundi matatu walivyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakenda hawakumkuta, wakakuta wake zake, wakauliza ibada zake usiku, akasema wapi na wapi bwana, sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume bwana kisha samehewa makosa yake. Mtume sallallahu akawaita, mwingine akasema mimi sitaoa, mwingine akasema mimi usiku bwana, mimi sitolala usiku, mwingine akasema mimi siku zangu zote nitafunga. Abdullah ibn Amr bin Husayn, mimi nitafunga siku zote, manake sitakula mchana. Mtume sallallahu akawaita kama ana akhashakum wa atqakum wa a'lamkum billahi, mimi ndo ninajua zaidi, ndo mcha Mungu zaidi na muogopa zaidi Allah kuliko ninyi, lakini arkudu, nalala, wa aqum, na nasimama. Kuna nyakati za usiku nalala na kuna nyakati za usiku na. Kwa hiyo napata usiku, sio usiku mzima na kesha kwa ajili ya Allah, napata muda wa kupumzika, na napata muda wa nini, wa kusimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa asumu wa aftir, na siku zingine ninafunga, siku zingine nafanya nini, nafungulia kia yaumul khamis, yaumul ithnain, ayyamil bidh, siku zingine nafunga, siku zingine na nini, nafungulia. Lakini sio mwaka mzima unafunga tu, mwaka mzima unafunga tu, hapana. Hakuna utaratibu wa atazawaj na naoa vile vile. Hakuna ucha Mungu wa kujifanya mimi sio bwana, utakuwa mcha Mungu mimi sio. Alikuwa na Uthman bin Mad'un kwa Mtume, ya Rasulullah, mimi Mtume sala niruhusu mimi katika maisha yangu nisiwe na habari za kuoa. La, huo sio utaratibu wa dini yetu. Dini yetu, watu ya mashara shabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj, ule wameelekezwa watu wanke ulayama minkum salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yuguni waelekezeni, wasaidieni, wapeni support wanaohitaji kuoa na hivi na hivi. Kwa hiyo swala la kujifanya wewe mcha Mungu na kesha usiku kila siku si utaratibu. Na hivi kwa hiyo Allah anaeleza inna rabbaka ya'lam annaka taqumu adna min thuluth, anajua. Allah alipokupa maelekezo ya kusimama usiku anajua kwamba sio kwamba kila siku utasimama theluthi mbili, anajua chini ya theluthi mbili utasimama. Kwa hiyo si tatizo hilo.
Kwa nini? Wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar, Allah ndo mwenye kukadiria usiku na mchana. Usiku na mchana, kuna wakati mchana unakuwa mrefu, kuna wakati mchana unakuwa nini, unakuwa mfupi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anajua katika sura ya namna, ndo mwenye kuendesha dabbirul amra. Allah ndo mwenye kuendesha katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo fanyeni katika nyakati ya usiku yale zile vipindi vya kufanya vya kusimama usiku, na vipindi vya mchana pia nyingine tafanya. Allah yuqaddiru al-laila wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum. Allah alijua kwamba hamtoweza ala qiyami al-layli kullihi, kwamba kusimama usiku mzima hamtoweza, au kusimama sehemu kubwa kama hivyo theluthi mbili, kwamba kila siku watu wasimame theluthi mbili ya usiku au wasimame masaa nusu sana. Alima an lan tuhsu, Allah amejua hivyo. Fataba alaikum, kwa hiyo akakubali. Sio kwamba watu waliomba toba kwa ucha Mungu wao, fataba alaikum fakhaffafa alaikum, akawapunguzia Allah kwa kujua kwamba hamna uwezo wa kudumu nayo, ndio watu watasimama kiasi kidogo, watasimama kama hivi. Si Mtume wa sallam anasema mtu asilale japo witri, uamke usiku japo usali witri japo rakaa moja, basi ndio tunashindwa hata kuamka japo rakaa moja. Faqra'u ma tayassara min alquran, soma kiasi kidogo ma tayassara, unachoweza katika nini, katika Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda, Allah amejua atakuwepo watu watapata changamoto za ugonjwa. Wakati mwingine mtu ana ugonjwa usiku halali, mchana halali, shida hizi, homa hizi. Afya ni jambo bora kabisa. Kuna wakati mtu unaumwa unashindwa kufanya mambo yako kabisa. Kwa hiyo anajua Allah subhanahu wa ta'ala, kuna wakati watu watakuwa wagonjwa, wanaumwa. Wapo katika jamii zetu hizi, kuna makundi ya watu walikuwa wanaumwa, wengine wako ndani miaka nenda miaka rudi. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadhribuna fil ardh, wengine wanasafiri duniani, yabtaghuna min fadlillah, wanatafuta riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanahangaika, watu miezi 6 huko hawapo majumbani kwao, wameenda kutafuta mchongo wa maisha huko duniani huko. Mwingine anasafiri huko, akirudi huko siku moja siku mbili hayupo, kasafiri. Akikaja kaa vizuri, amesafiri sijui huku, mara ende huku mara ende huku. Wengine maofisini wako hapa hapa, wanakaa maofisini tu mpaka saa 6 za usiku, mpaka saa ngapi, majukumu ya kazi yanawakabili watu. Yabtaghuna min fadli wa akharuna yuqatiluna fi, wengine wanaipigania dini ya Allah, wanasafiri wanakwenda huku wanakwenda kule kwa ajili ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo faqra'u ma tayassara, kwa kiasi utakachoweza kusoma katika nyakati hizo chache za usiku. Utakaposimama unasimama, unaswali, unafanya hivi ala kulli hali. Wa aqimu salata wa atu zakat, simamisheni swala, mtoe zaka, swalini, swalini. Wa atu zakata, mtoe zaka, tekeleze. Fa inna salata imada ad-din, swala ndo msingi wa dini. Kwa hiyo simamisheni swala sawa sawa, na kwa kuwa ibada dini haiwezi kusimama bila uchumi, fa aqimu salata wa atu zakata, mtoe zaka, mtoe. Hii dini inahitaji watu watoe, dini ndio itasonga mbele. Misikiti inabidi ijengwe, ina gharama. Madrasa inabidi zijengwe, zina gharama. Si vituo gani vijengwe vya muhimu, lazima miundombinu iwepo. Wa aqridu Allah qardan hasan, mkopesheni Allah mkopeshe ulio bora, kwa kutoa, kwa kutanguliza yaliyokuwa mazuri, na mtambue ma tuqaddimu li anfusikum, na yale mliyoyatanguliza kwa ajili yenu ninyi wenyewe. Ma tuqaddimu li anfusikum min khairi, katika mali mlizozitoa, tajiduhu inda Allah, mtayakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khairan wa a'zam ajra, akiwa bora na malipo yaliyokuwa makubwa kabisa. Wastaghfirullah, muombeni msamaha Allah, inna Allah, wastaghfirullah, muombeni msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ghafurur rahim, hakika ya Allah ni mwenye kusamehe tena mwingi wa rehema. Maelekezo haya utaona Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam kule, wakati wanainua alkawa, idh yarfau Ibrahimu alqawaid wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea jambo, watu wenyewe ni mitume, eneo la kazi wanayofanya wameelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hayo sema idh yarfau Ibrahim min alqawaid
qawaida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tukubalie sisi. Taona ibada kubwa mnazofanya, Allah anasisitiza mwisho kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfirullah, muombeni Allah msamaha pale mlipoteleza, mlipofanya hivi. Utaona tukimaliza kuswali, tukitoa salamu tu astaghfirullah, astaghfirullah kadhalika, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusamehe tulipoteleza na hivi na kila katika nyanja zetu. Na Mtume swalla salam akatuhusia tulete istighfari. Yeye analeta istighfari kwa uchache kabisa, zaidi ya mara 100 kwa siku, zaidi ya mara 70 kwa siku imekuja, na nyingine mara 100 anafanya hivyo. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake atuwezeshe kufahamu kitabu chake na tuweze tufanyie kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, nimemaliza leo suratu Al-Muzammil. Inshallah tuendelea wiki ijayo.